Naam, habari za wakati huu. Hii ni Muungwana One TV. Mamia ya Tanzania, mamia ya Wanamtwara, mamia ya Wanandanda, mioyo yao ina simanzi kubwa mara baada ya kumpoteza ndugu yetu mpendwa Father Manfred Mpanda ambaye amepatwa na mauti siku ya Alhamis tarehe 20 Machi 2025 katika hospitali ya St. Benedict iliyopo hapa Ndanda. Na taratibu za kuhifadhi mwili huo kwa maana ya mazishi yanatarajiwa kufanyika leo siku ya Jumatatu tarehe 24 Machi 2025, na hapa tupo katika viunga vya kanisa la Roman Catholic ililopo hapa katika jimbo la Ndanda kwa ajili ya kuendeleza misa mbalimbali kwa ajili ya kumuaga mpendwa wetu kabla hajapata makadhi yake ya milele. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe, na kuahidi kuwa na mimi bega kwa bega kwa ajili ya kukujuza kila kitakachoendelea katika viunga hivi. Mimi ni Bizo Marima na hii ni Muungwana One TV. Wa kushirikiana na Mungu kuwaongoza na kuwahimiza watu waishi kadiri ya lengo la Mungu ambalo ni hatimaye kurudi kwake yeye aliye ukamilifu wa maisha yetu. Alikubali wito huo. Huo ndio ulikuwa wito wake, sio mwingine. Kushirikiana na Mungu kama Mungu mwenyewe alivyotuonyesha katika nafsi ya pili, katika Bwana wetu Yesu Kristo, tufanye nini na tusifanye nini ili hatimaye tuweze kufika kwenye lengo la kuumbwa kwetu sisi ambao tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu mwenyewe. Basi Baba Mpanda alijitahidi. Na kama wewe hapa alipolala, anatuambia kila mmoja wetu, anamwambia wewe fulani, mimi nilikuwa kama wewe na wewe utakuwa kama mimi. Maana yake anatuambia haiepukiki, hii ni njia ya kwenda nyumbani. Na hivi kila mmoja wetu alisikie hilo kama linatoka kweli kwa Baba Mpanda, kwamba mimi nilikuwa kama wewe na wewe siku moja utakuwa kama mimi. Lakini na sisi pia tugeuze, tumwambie Baba Mpanda, Baba Mpanda, wewe ulikuwa kama sisi na sisi tutakuwa kama wewe, utuombee. Raha ya milele umpe Bwana. Baba Padre Manfred Mpanda apumzike kwa amani. Kristo. Kwa ajili ya ndugu baba yetu Manfred, Bwana, umuondoe katika giza la mauti na kumuingiza katika nuru ya ufufuko wako, Bwana. Kwa ajili ya baba yetu, ndugu zetu wote wafiwa wanaoomboleza kifo cha baba yetu, uwatulize kwa tumaini la kuonana naye tena huko mbinguni, Bwana. Kwa ajili ya ndugu zetu wote marehemu na pia marehemu wale waliosahauliwa na ndugu zao, Bwana, uwahurumie, uwajalie wapumzike kwa amani pamoja nawe katika utukufu wa Baba, Bwana. Kwa ajili yetu sisi sote tuliokusanyika hapa kumsindikiza baba yetu katika mazishi haya, utujalie tudumu siku zote katika neema, ili siku utakapotuita tuweze kupokelewa nawe, Bwana. Kwa ajili yetu sisi sote tuliokusanyika hapa kumkumbuka na kumwombea ndugu yetu baba yetu Manfred kwa adhimisho hili la Ekaristi Takatifu, fungua macho yetu tukutambue tunapoumega mkate, utujalie kudumu waaminifu katika maisha yetu, Bwana.
Kristo tumaini letu. Mhashamu Baba Askofu Titus Mdoe, waheshimiwa sana manaibu wa askofu wa Mtwara na Tunduru Masasi, waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa wa kike na wa kiume, waheshimiwa sana kwa namna pekee wana familia ya mpendwa baba yetu Manfred, na wapendwa walei na wale wote wenye mapenzi mema tuliokusanyika hapa. Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa wa Jimbo Katoliki la Lindi na Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania amenituma rasmi nije kumwakilisha, na hasa kwa namna pekee kueleza masikitiko na majonzi yake makubwa yeye kama mhashamu askofu wa Jimbo la Lindi, na pia familia mzima ya Jimbo Katoliki la Lindi kwa msiba huu mkubwa mliopata jirani zetu wa Jimbo la Mtwara. Kama tulivyosikia katika wasifu, mpendwa baba yetu aliyefanya utume wake mwanzoni katika parokia kadhaa za jimbo letu la Lindi kabla jimbo halijagawanywa, na hivi tunachukua nafasi hii kwa namna pekee kuwapa kwanza pole nyingi sana mhashamu baba askofu, mapadre, watawa na taifa zima la Jimbo la Mtwara, na pia kwa namna pekee wana familia. Baba Mpanda mimi namfahamu vizuri tu, alinizidi darasa moja tukiwa na MUPA, lakini basi kule Peramiho alinizidi madarasa mawili. Huyu kwangu mimi kwa namna pekee alikuwa ni mwalimu wangu. Katika sifa zile ambazo tumesikia kwenye wasifu, alikuwa mpenda soka na goalkeeper mzuri sana wa Peramiho Stars, wale mapadre ambao wapo hapa wanashuhudia. Nilipofika mwaka wa kwanza, huyu ndo alikuwa goalkeeper namba 1. Nimekaa miezi michache akanifundisha na mimi goalkeeper. Kwa hivi mpaka namaliza ushemasi, yeye goalkeeper namba 1 na mimi goalkeeper namba 2. Na ile timu ilikuwa makini sana, na wachezaji wengine nao hapa sitaki kuwataja. Mmoja lakini aliyenisaidia baba Joseph Okororo akiwa kama center half, na rafiki yangu Padre Dastan Mbano alikuwa hapa, na baba Patrick Mkapa akiwa namba 9 wa timu ile. Kwa hivi ilikuwa timu kabambe. Huyu mzee alituwezesha kuwa na clean sheet wanavyoita siku hizo Waswahili wale. Akikaa golini ukimpita basi wewe shukuru Mungu. Aliweza kudaka mpira mpaka mkono mmoja tu na kuwakatisha tamaa wale vitimu vya kienyeji vya Peramiho vile. Na hivi nichukue nafasi hii kwa namna pekee, pamoja na shukurani tunazotoa sisi wanajimbo, mimi namshukuru sana mzee wangu. Zile fadhila mbalimbali alizotajwa ni moja kati ya kazi aliyoifanya. Kama alionyesha uvumilivu, alionyesha tabia ya kujituma, basi moja mimi niliona katika shughuli ile mzuri aliyoifanya pamoja nasi. Kwa hivi tunasema nafasi asante sana Baba Manfred Mpanda, asante kwa utume wako uliotukuka, na Mungu sasa akurudishie katika yote uliotendea sisi sote. Msiba huu natumaini umetugusa na unaendelea kutugusa sisi sote. Mungu ampe tuzo kwa yale aliyofanya katika maisha yake. Raha ya milele umpe Bwana. Astarehe kwa amani. Abasia, wanatoa pole hizo kwa baba askofu, kwa mapadre, watawa, jamii yote ya Wanamtwara na kwenye familia yake. Kwa nini Peramiho tumeguswa na msiba huu? Kwanza kama tulivyosikia, baba Mpanda amekaa sana hapa Abasiani, na watawa wa Peramiho walipofika katika Abasia ya Ndanda walikutana naye, na wameweza kusema sifa moja
ambaye wengine hawajaitamka katika kuongea kwao, kwamba ulipokutana na Mpanda uliweza kusoma usoni kwake maneno yanayosema ninafurahi kukuona. Ulikuwa ukikutana na Mpanda unamsoma hii kwamba Mpanda anaongea mimi nimefurahi kukuona wewe. Ni basi watawa wengi wa Abasia Peramiho walipendezwa na yeye. Lakini basi cha pili ni kwamba sisi tumeguswa na msiba wa Mpanda kwa sababu bwana fedha wetu wa Abasia Peramiho anatoka parokia ya Namombwe, naye ni brother Kasia. Kwa hivyo msiba huu kwa Abasia ya Peramiho ni mkubwa na lazima tuungane na baba askofu katika hilo. Raha milele mpe Bwana. Roho ya baba Mpanda istarehe kwa amani. Anapokuja Askofu Almasi wa Diocese ya Anglican Masasi, mama mkuu wa shirika la masista wa Benediktina Bikira Maria Msaada wa Kristo Ndanda ajiandae. Mashamba baba Askofu Titus Mdoe, manaibu maaskofu wote wa majimbo matatu, wakuu wa mashirika ya kitawa, watu wa Mungu mliopo. Binafsi nimekuja kushuhudia mwisho wa mtu wa pekee ambaye alikuwa na mdomo, alikuwa na uso, lakini pia alikuwa na mikono. Tuliohudumiwa naye hapo hospitali, mikono yake ilitubariki, uso wake ulitubariki, na ulimi wake ulitubariki. Napoona wingi wa watu wengi namna hii, naamini tunapungukiwa na kitu, kwa maana ya uso unaobariki, mikono inayobariki, na ulimi unaobariki. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Baba Abate wa Abasia ya Ndanda mahali hapa tulipo, namuona pia Abate mstaafu Baba Dionis, mapadri wote wakiwemo na maparoko pamoja na wasaidizi wao, lakini pia mashemasi, watawa wote, masista na mabrother, waumini wenzangu wote, viongozi wa serikali na chama na viongozi wengine wa dini wote. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi niko mbele yenu hapa nawakilisha familia ya marehemu Father Manfred Mpanda. Father Manfred Mpanda mimi ni mjomba wangu. Naitwa Andrew Katunzi, lakini nimeteuliwa kuja kuongea hapa machache ambayo nitayaongea. Lakini awali ya yote, baba askofu, ikupendeze utambue tu uwepo wa masista ambao wako kwenye hiyo familia, kwa sababu nimesikia akitajwa Sister Maritina, lakini pia kuna dada zake wengine marehemu Father Manfred Mpanda. Yuko Sister Jacqueline ambaye yuko Mtwara, lakini pia tunaye sister mwingine ambaye yuko kwenye familia hiyo hiyo, Sister Redempta. Nafikiri sijui kama yupo, lakini Sister Jacqueline tunaye. Sio, ungesimama kidogo sister, na labda baba askofu akuone. Lakini pia baba askofu, tunashukuru sana kwa moyo wa upendo uliotuonyesha. Kwa hiyo familia inatoa shukrani kwa sababu tumeona jinsi ulivyopokea msiba huu na mahangaiko ambayo umehangaika kuratibu shughuli hizi za mazishi mpaka hivi zinavyoendelea hivi sasa. Kwa hiyo asante sana baba askofu. Lakini la pili, nishukuru pia baba askofu kwa kutuongozea misa hii, nazo pia ni moja kati ya uratibu wako. Kwa kweli unatufariji sana baba askofu. Pia niwapongeze waimbaji wetu ambaye mmeonekana
kusherehesha misa hii ambayo tunamsindikiza mjomba yetu, baba yetu, babu yetu, mtoto wetu Father Manfred Mpanda. Hongereni sana waimbaji na asanteni. Mheshimiwa Baba Askofu, familia haina maneno mazuri sana ambayo yatakupendeza zaidi ya kusema pole na asante kwa yote unayotuonyesha. Mungu akubariki, uwe na moyo huo, kwa sababu tunaendelea na shughuli ya mazishi. Mengine kama tutapata nafasi kule mwishoni basi utayasikia, lakini tu niombe utuombee kwenye familia yetu ya Mpanda, kwa sababu tumepata pengo sasa hivi. Tulikuwa na baba yetu, Baba Mpanda, ambaye alikuwa anatupa mafundisho vizuri. Kwa hiyo tuombe Baba Askofu pamoja na mapadre wengine wote, mtuombee kwenye familia yetu, walau atokee mwingine ambaye atafanana na Baba Manfred Mpanda. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Mara baada ya misa takatifu ya kumwombea kipenzi chetu mpendwa wetu Father Manfred Mpanda, na huu sasa hivi ni msafara ambao unaelekea makaburini kwa ajili ya kwenda kumpumzisha mzee wetu. Kwa hiyo ungana na mimi kupata kile ambacho kitakachoendelea katika viwanja hivi, tutakujuza kupitia Muungwana One TV. Bwana Yesu alisema, mioyo yenu isihangaike. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Ninakwenda kuwatenzea mahali, nitakuja tena niwachukue kwangu mpate kuwapo nilipo mimi. Basi baba yetu Manfred Mpanda, tunasema kwa heri. Maana mwili wako unarudia udongoni ulikotoka, lakini kwa roho yako tunasema mpaka kuonana tena kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika raha na amani ya milele. Amina.
Yesu Kristo mkombozi anayekuomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani. Ndugu zangu, sasa tusikie maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye amesema, mimi ni ufufuo na uzima. Anisadikie mimi atakuwa mzima hata baada ya kufa, na kila aliye mzima na kusadiki hata kufa milele. Basi tumuombe ndugu yetu, baba yetu Manfred Mpanda, tunayemfanyizia mazishi leo hii. Mtakatifu wako mbinguni, Bwana, watulize ndugu zetu wote wafiwa, Bwana. Udumishe wema na hisani kati yetu, Bwana. Uimarishe upendo na amani kati yetu, Bwana. Waongoze wote wasimamie mazishi haya kwa busara, Bwana. Uinue mioyo yetu itamani kufika mbinguni, Bwana. Bwana, umjalie baba yetu Padre Manfred Mpanda huruma yako, asipate adhabu kwa sababu ya matendo yake, maana yeye alijitahidi kutimiza mapenzi yako. Na kama vile imani ya kweli ilivyomuunganisha na waamini hapa duniani, hivyo hivyo pia huko mbinguni huruma yako imweke katika jamii ya watakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kufa siku moja ni lazima, japo sultani, japo ni mtumwa, Mungu atakushindi kila wakati, mpate kuokoka kila wakati. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Mwakilishi wa Abasia Ndanda, mwakilishi wa Abasia Peramiho,
Askofu Almasi Mkombozi SDS Maria Imakulata tu Baba Manfred Mpanda. Lakini kwa niaba ya familia, kwanza nitoe shukrani kwa askofu wetu Baba Titus Mdoe kwa sababu tumefanikisha mazishi ya Baba Manfred Mpanda kikanisa, tumemaliza. Tunashukuru sana baba. Lakini sisi kifamilia tunaendelea, kwa hiyo niwakaribishe wote, karibuni kule nyumbani Mwena, kwa sababu kama hamkusikia vizuri kwenye wasifu wa Baba Mpanda, Baba Mpanda ni mzaliwa wa Mwena Mititimo, ndo nyumbani. Ni mjukuu wa yule tuliomzika mwaka jana mwenye Mchekenje kwenye familia ya Mpanda. Kwa hiyo pale Mwena tunalala matanga, tumeanza jana na leo, kesho tutatoa matanga. Kwa hiyo tunasema asanteni sana, hatuna cha kuwalipa zaidi ya kusema asante sana. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani ya Kristo. Naam, kama tunavyoweza kuona hapa ndipo tulipofanikiwa kumlaza faza wetu, mpendwa wetu, kipenzi chetu, mzee wetu Manfred Mpanda. Kwa muda wote huo ulikuwa nami Bizwa Malima kwa niaba ya timu nzima ya Muungwana 1 TV. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ambapo Facebook ukiandika Muungwana 1 TV, TikTok pamoja na Instagram ukiandika Muungwana 1 TV utakuwa unatupata vizuri zaidi. Lakini itakuwa vizuri zaidi endapo ukisubscribe katika YouTube channel yetu ili kupata kila linaloendelea katika ulimwengu huu. Muungwana 1 TV, ulimwengu wa habari.